Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tuko hapa na Ostaz Juma na Musoma. Ostaz Juma na Musoma, mtu wa watu bwana. Pamoja na mwanadada Zuchu. Ostaz Juma na Musoma ameweza kumposti hapa Zuchu kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika ujumbe mrefu kweli kweli. Na hii ilikuwa ni siku ya jana baada ya Zuchu kuwa amefuta ule utambulisho wake wa kwamba yeye ni mke wa Diamond Platnumz. Kaifuta ile na watu wakajua kabisa kwamba hawa watu kuna mgogoro tena unaendelea baina yao. Wenda wakawa wamepeana talaka tena ama vipi ama wamegombana na vitu kama hivyo. Mastaa ni tofauti na hawa watu wa kawaida wa mtaani. Mastaa wao wakigombana kidogo tu wanakimbilia kwenye mitandao ya kijamii kuonesha umma kwamba wamegombana, futa picha, block na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sasa baada ya kuwa hicho kitu kimetokea, Ostaz Juma na Musoma aliweza kumposti Zuchu na kuandika hapo ujumbe mrefu kweli kweli ambao unasema nasaha kwa Zuchu, nasaha kwa Zuchu. Zuchu, leo naomba niwe mshauri wako kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa sasa wewe ni mke wa mtu. Na ni muhimu sana kukumbuka kwamba ndoa inapaswa kuheshimiwa. Tangu nilipojua kuwa umeolewa, sikuwahi tena kukufuata kwa maneno ya kimapenzi au kutaka kukuoa, kwa sababu unaheshimu ndoa yako. Lakini sasa naona kila kukicha unaitumia ndoa yako kama fimbo ya kumchapia mumeo, jambo ambalo si jema. Na kuhakikishia, usipokuwa makini unaweza kujikuta katika mgogoro mkubwa wa ndoa, na mwisho wa siku ukaachika bila hata kujua, mkabaki mkiishi katika hali isiyo ya heshima mbele za Mungu. Kama kuna anayekushauri, tafadhali hakikisha mshauri wako wa kweli ni Mungu na Mtume Muhammad, kwani hao ndio wanaojua maana halisi ya ndoa. Ndoa ni taasisi takatifu inayohitaji uvumilivu, inayohitaji heshima, inayohitaji utiifu kwa mumeo. Hata kama mumeo ameoa mke wa pili, kumbuka kuwa hiyo ni ruhusa aliyopewa na Mungu, na haipaswi kuwa chanzo cha chuki au uasi. Wakati mwingine mume hakuwa na nia kabisa ya kuoa mke wa pili, lakini matendo ya mke wake yanaweza kumsukuma kufanya hivyo. Na kuomba sana mdogo wangu, jitahidi kubadilika. Siku moja unaweza kuja kujuta kwa matendo yako ikiwa hutochukua tahadhari mapema. Ndoa ni imani, sio uwanja wa mashindano. Heshimu mume wako, mtumie busara na mtegemee Mungu katika kila jambo. Huyo ni mwanadada, huyo ni Ostaz Juma na Musoma, ameweza kuandika ujumbe huo kwa mwanadada Zuchu. Anasema tangu nilipojua kuwa umeolewa, sikuwahi tena kukufuata kwa maneno ya kimapenzi au kutaka kukuoa. Kwa sababu tunakumbuka Ostaz Juma na Musoma alikuwa anamwandikiaga jumbe mbalimbali Zuchu kwamba nakupenda, nataka nikuoe, mimi nitakumeneji, nitakufanya uwe msanii internationally, nataka nikuoe Zuchu. Nipe nafasi, achana na huyo Dynamo, anamuitaga Dynamo. Achana na huyo Dynamo, na kupenda sana Zuchu, nataka uwe wangu. Sasa anasema kwamba tangu alipojua kuwa Diamond Platnumz jamaa kamvuta huyu mwanamke ndani, Ostaz Juma na Musoma anasema hakuwahi tena kumfuata Zuchu kwa maneno ya kimapenzi au kutaka kumuoa, kwa sababu anaheshimu ndoa. Lakini sasa ushauri ambao katoa baada ya kuona Zuchu ni kama vile kitu kidogo tu anakimbilia kufuta, kufanyaje. Na Ostaz Juma na Musoma hapa amelenga issue moja tu ya kwamba
kuna hizi tetesi za kwamba Diamond Platnumz anataka kuoa mke mwingine, japo jamaa alikanusha, lakini hizo tetesi zipo kwamba bwana anataka mara kumuoa Alia, wengine wanasema mara sijui anataka kumuoa nani hivyo. Alikanusha, lakini Ostaz Juma na Musoma anasema Diamond Platnumz hata kioa mke mwingine dini na mruhusu. Kwa hivyo Zuchu asichukie na kutaka kushindana na mumewe, kwa sababu dini na ruhusu Diamond Platnumz kuoa wake wengi, ambapo anasema kwamba ndoa ni taasisi takatifu inayohitaji uvumilivu, utiifu na heshima kwa mumeo. Hata kama mumeo ameoa mke wa pili, kumbuka kuwa hiyo ni ruhusa aliyopewa na Mwenyezi Mungu, haipaswi kuwa chanzo cha chuki au uasi. Wakati mwingine mumeo hakuwa na nia kabisa kuoa mke wa pili, lakini matendo yako yanaweza kumsukuma kufanya hivyo. Na kuomba sana mdogo wangu, jitahidi kubadilika acha nikusomea hapa vizuri. Na kuomba sana mdogo wangu, jitahidi kubadilika. Siku moja unaweza kuja kujuta kwa matendo yako ikiwa hautachukua tahadhari mapema. Maoni ya watu ni mengi. Huyu anasema kwamba umeshauri nini? Hapa unataka kukazia kwamba Diamond Platnumz kashaoa mke wa pili hata baada ya Diamond kukataa. Huyu akaja akasema Diamond ni mnafiki sana, ana sura mbili, hajui nini anataka. Huyu akaja akasema kama ni kweli, kama kweli ni mnafiki, kwa nini sasa amkane mke wake kama kweli alioa? Anasema mnaujua ukweli, ila kwa sababu ya chuki zenu hamtaki kukubali. Kwani Diamond Platnumz anamuogopa nani? So huyu hapa anasema kwamba kama kweli Diamond Platnumz kaoa, kwa nini amkane mke wake sasa kama kweli alioa? Huyu akaja akasema Diamond hapendi kuweka vitu vyake public, na ndio maana hata ndoa ya Zuchu alificha. Mbona na mara ngapi alimkana Zuchu mbele za watu? Mbona ilikuwa ni mara nyingi tu? Huyu akaja akasema mbona alimkana Zuchu mara nyingi tu, na watu wa karibu ndo walikuwa wanasema, mpaka ikaja kujulikana. Kwani kamuolea wapi Zuchu? Wewe umeshuhudia hiyo ndoa kama tulivyoshuhudia za wengine, za Mobeto, Nandi na wengine? Mbona kamuoa kwa mkeka? Anasema walio karibu ndo wanasema pamoja na yeye muolewaji. Hayo yote anamuogopa nani? Ndo ujue huyo kukiri kwake hakumaanishi ni kweli. Diamond Platnumz anaweza kukana cha ukweli na kukubali jambo la uongo. Hiyo ni kawaida yake na hamna anayemuogopa, ila ndo hivyo alivyo. Nadhani jibu unalo.